Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu waandishi wa habari, kwanza nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na utukufu ambaye ametukutanisha siku ya leo, na niwakaribishe katika ukumbi huu wa JK Convention kwa ajili ya mazungumzo machache na taarifa ambayo chama kinapenda kutoa kwa umma wa Watanzania. Kwanza niungane na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutoa pole kwa changamoto ambazo zilitokea katika kipindi kifupi kilichopita kwa Watanzania wote na wadau mbalimbali wa maendeleo ambao walikutwa na changamoto hizo. Lakini jambo la pili, nitumie fursa hii kwamba tunafahamu Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan siku ya jana aliwaapisha mawaziri na manaibu waziri ambao wameanza kazi rasmi kwa ajili ya kutumikia muhula wa pili wa uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ndiye mwenyekiti wa chama chetu. Lakini pia nitumie fursa hii kumpongeza Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi kwa ushindi mkubwa pale Zanzibar. Lakini tunampongeza makamu wa rais Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni mbunge wa jimbo la Iramba Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kwa kuweza kuaminiwa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hatimaye kuthibitishwa na bunge letu tukufu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na pia kula kiapo mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunamtakia kila laheri katika utumishi wa kwenda kuisimamia serikali. Kama ambavyo tunafahamu, kazi lazima iendelee, na serikali kwa kuwa imeshaundwa sasa, kazi inaenda kufanyika kwa Watanzania wote. Kutambua shughuli ya uapisho wa jana, niwapongeze mawaziri na manaibu waziri waliokula kiapo jana Novemba 18, 2025. Wote waliokula kiapo jana wanapaswa kufahamu kwamba Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ana kasi ya kuijenga Tanzania iliyo bora. Uteuzi wao una maana kuwa rais anawaamini na watampa majawabu anayoyataka kwa Watanzania kwa kufanya kazi kwa bidii. Hivyo chama kinawataka mawaziri na manaibu waziri waende kufanya kazi kwa weledi na wasiweze kumwangusha rais na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi.